Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai mosi, siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, lililoanza na habari inayosema aliyehukumiwa jela maisha kwa kumuua mke aachiwa huru. Aliyehukumiwa jela kwa maisha kwa kumuua mke wake aachiwa huru. Lakini habari njema kwa walioungua moto, majeruhi, ajali, wenye vidonda. Habari njema kwa walioungua moto, majeruhi, ajali na wenye vidonda. Lakini Wizara ya Afya Tanzania hakuna Ebola. Hiyo ni habari kutoka Wizara ya Afya, yasema Tanzania hakuna Ebola. Na bundi atua Chauma. Bundi atua Chauma. Salum Mwalimu ashtumiwa kwa kubadhirifu wa fedha, mwenyewe akana andika barua kutaka akae pembeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini mashirika ya umma yatikisa gawio. Mashirika ya umma yatikisa gawio. Wazee walia kuchiwa zigo wa malezi wajukuu na vitukuu. Wazee walia kuachiwa mizigo ya malezi ya wajukuu na vitukuu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema safari ya kujifunga mkanda yaanza. Hiyo ni utekelezaji bajeti mpya 2026-2027. Lakini Rais Samia ataka Tanzania kujitegemea kiuchumi. Na nivuta nikuvute Moshi mjini, meya akimvaa mbunge. Lakini Chauma wa mkaba ko Salumu Mwalimu. Na kafu inavyozidi kujichimbia shimo, Maalim Lipumba wakumbukwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema programu ya kuimarisha elimu kuongeza hamasa ya kujifunza. Huyo ni Waziri Leila asema. Lakini maadhimisho ya miaka 60 ya PBZ, Dr. Mwinyi ataka iende kisasa, ahimiza matumizi ya teknolojia, aipongeza kwa mafanikio makubwa. Lakini Dr. Samia apokea gawio la trilioni 1.32. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenyewe kwenye kurasa za mbele linaandika habari inayosema mchungaji aiomba serikali kudhibiti picha za utupu. Huyo ni mchungaji aiomba serikali kudhibiti picha za utupu. Lakini TTCL Posta zaanza kuzalisha faida. Na Rais Samia ni mwelekeo wa kupunguza utegemezi. Huyo ni Rais Samia asema ni mwelekeo wa kupunguza utegemezi, agiza faida za mipango zionekane kwa wananchi, asisitiza hawatavumilia uzembe na ubadilifu wa mali za umma. Lakini gawio la serikali iliongezeka kwa asilimia 30. Gawio la serikali laongezeka kwa asilimia 30 na serikali ya kusanya trilioni 1.32 kwenye taasisi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo, gazeti lako la Tanzania Leo linaanza na habari inayosema Rais Samia avunja rekodi ya uchumi, mtaji wa serikali mashirika ya umma watoka na shilingi trilioni 67 na shilingi trilioni 100. Lakini kiwango cha faida kwa serikali chapaa kutoka shilingi bilioni 637 hadi trilioni 1.811. Mabenki faida shilingi bilioni 666 hadi shilingi trilioni 2.5. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini bado kuna habari inayosema kwenye gazeti lako la Tanzania Leo, mazito ya mkuta Salum Mwalimu ajiweka kando Chauma. Na mwenda TRA tumejipanga kuiwezesha nchi jitegemee kupita mapato ya ndani. Huyu ni mwenda asema TRA tumejipanga kuiwezesha nchi ijitegemee kupitia mapato ya ndani. Lakini Watanzania tuyahudumie
makundi yote yenye uhitaji. Huyu ni Mwigulu asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Raia Mwema kwenye kurasa za mbele, lakini leo inaanza na habari inayosema mabilioni yaipasua Chauma, Salim Mwalimu ang'olewa, aibua utata mpya. Lakini maridhiano yatikiswa, TPA yang'ara tena, Twiga NMB NNM OSHA waendelea kuongeza gawio. Lakini kuna habari inayosema vigogo CWT wasimamishwa. Vigogo CWT wasimamishwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Lakini TRA kuwezesha bajeti yote. Wizara hakuna Ebola Tanzania. Hiyo ni wizara ya afya sema hakuna Ebola Tanzania. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo lenye ukurasa mbele inaandika walipa kodi bora kutoa tuzo Rais Samia. Lakini Tanzania jipanga kwa kitovu cha uzalishaji wa bidhaa za migodini Afrika. Lakini uchumi wa buluu mlango mpya utajiri wa taifa. Uchumi wa buluu unahusisha uvuvi, usafirishaji, utalii, gesi, petroli na umwagiliaji. Lakini Tanzania yatajwa kuwa na kilomita za mraba 223,023 za ukanda maalum wa uchumi wa bahari. Lakini ukanda wa pwani wa Tanzania wenye urefu wa kilomita 1424 ni lango muhimu la uchumi wa taifa. Na Tanzania ina bandari rasmi 86 na zisizo rasmi 885, lakini zinaonyesha namna Tanzania ilivyo na nafasi kubwa ya kuwa kitovu cha usafirishaji na biashara. Huo ni uchumi wa buluu. Lakini mashirika ya umma yakabidhi mabilioni ya gawio kwa Rais Samia, awapongeza wakurugenzi na wenye viti wa bodi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Raia Mzalendo lenyewe asubuhi ya leo linaandika CWT ya waweka pembeni waliokuwa viongozi wake. Lakini NIDA ya wahakikisha vijana wa YAM kupata vitambulisho. Na uchumi wa buluu hazina iliyolala ndani ya maji. Uchumi wa buluu hazina iliyolala ndani ya maji sawa watajwa kuwa mlango mpya wa utajiri wa taifa. Lakini TIPA yakabidhi gawio la bilioni 30 kwa wanahisa. Msajili wa hazina aipongeza TIPA kwa kukabidhi gawio kubwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenyewe linaandika Mloganzila yaleta matumaini wenye vidonda vikubwa. Baraza la Taifa CWT la waweka kando viongozi wake wakuu. Lakini TIPA yakabidhi gawio la bilioni 30 kwa wanasiasa. Shilingi bilioni 15 za kabidhiwa kwa Rais Samia kama gawio kwa serikali. Lakini msajili wa hazina aipongeza TIPA kwa kukabidhi gawio kubwa kuliko miaka iliyopita. Lakini uchumi wa buluu ni hazina iliyolala ndani ya maji, ni mlango mpya utajiri wa taifa, unahusisha uvuvi, usafirishaji, utalii, gesi, petroli na umwagiliaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania lenyewe linaandika mahakama kuamua hatima viongozi wa CWT na Mchechu waeleza sababu TIPA kuibuka na gawio. Lakini NMB ndio mchangiaji bora wa gawio kabidhi bilioni 96.9 kwa serikali. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika mradi wa GCF kuleta mabadiliko kwa jamii mkoani Kigoma. Mradi wa GCF kuleta mabadiliko kwa jamii mkoani Kigoma. Lakini bei za mafuta za shuka. Bei za mafuta za shuka ni gawio la maendeleo. Rais Samia apokea trilioni 1.32 toka kwa mashirika ya umma, kampuni na ubia. Sema sasa ni mwelekeo wa kujitegemea. Lakini TIPA yakabidhi gawio la bilioni 30 kwa wanahisa. Asilimia 43 wafaulu mtihani ya ugavi. Asilimia 43 wafaulu mitihani ya ugavi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenyewe linaandika Samia sibweteke. Huyo ni Rais Samia asema msibweteke, gawio kwa serikali juu asilimia 30. Lakini watumishi wa mahakama kortini milioni 100 za mirathi. Watumishi wa mahakama kortini kwa sababu ya milioni 103 za mirathi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele.
Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye linaanza na habari inayosema TARURA yamaliza changamoto ya barabara Manyanga Tandahimba. Lakini bei za bidhaa za petroli za shuka. Ulega ataka fedha za barabara zitumike kwa kazi hiyo tu. Na Rais Samia, huu ni mwelekeo wa kujitegemea. Benki ya Tanzania zaipiku Kenya zikishika nafasi za juu Afrika. Lakini Dr. Mwigulu awasisitiza Watanzania kuongeza ushiriki wao kuwahudumia wazee. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu lenye linaandika sakata la uingizaji mafuta, ACT Wazalendo ya wakalia kooni mawaziri wawili, pia wamo mkurugenzi TPDC, EWURA, PA na Veto waahidi kuwafikisha mahakamani. Lakini Mavunde, tutaendelea kuvutia wawekezaji sekta ya madini. Na Rais Dr. Samia, taasisi zitathiminiwe kwenye tija. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Rais Samia azibana taasisi kichefuchefu, lakini serikali hakuna dalili za Ebola. Mwigulu aimiza huduma kwa makundi yenye uhitaji. Daktari azungumzia afya za watoto pacha watano. Lakini msajili hazina afunguka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Uhuru lenye linaanza habari inayosema Yanga saluti. Hilo ni gazeti lako la Uhuru linaanza kwa kusema Yanga saluti. Lakini kuna habari picha ikionyesha Yanga championi wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, ikisema Yanga ni championi ni baada ya kukabidhiwa ubingwa kwa kuitandika JKT goli 3-0. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari linaandika yametimia, Yanga ni champions, yametimia. Lakini Simba yamaliza mbio za ligi kwa kuichungulia KMC goli 1-0. Simba yamaliza mbio za ubingwa kwa kuichapa KMC goli 1-0. Lakini Bayern Munich kumpiga pini Ken. Bayern Munich kumpiga pini Hurricanes. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari ni yametimia. Lakini gazeti lako la Nipashe lenyewe kuna michezo linaandika Yanga bingwa ligi kuu bara 2025 2026. Lakini Morocco hazuiliki kocha. Morocco haizuiliki, huyo ni kocha asema timu ya taifa ya Morocco haizuiliki. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo kuna michezo naandika Yanga mara 5 kibabe, Mtibwa ya shuka Prison Mbeya City mchujo. Mtibwa ya shuka Prison Mbeya City mchujo. Lakini habari kubwa ni Yanga bingwa 2025 2026. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kuna michezo naandika Ndumumwe Mosi mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara. Ndumumwe Mosi mfungaji bora ligi kuu. Yanga bingwa, helikopta yao wa kivutio, Simba Azam Singida kimataifa, KMC Mtibwa Sugar za shuka. Lakini Romain Folz aibukia ligi kuu Tunisia. Huyu ni kocha wa zamani wa Young Africans. Romain Folz aibukia ligi kuu Tunisia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika mpira ya kurusha na maajabu yake. Kuna vita ya ufungaji BWBDL ni basketball. Lakini la 5 champions. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, wameandika la 5 champions. Hiyo ikiashiria ni Yanga kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo ligi kuu Tanzania bara. Yanga bingwa 2025 2026. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.